Baada ya Ibra kuposti kwenye kurasa wake wa Instagram kwamba anahitaji kutoka kwenye lebo yake ya Konde Gang, lakini lebo hiyo inamtaka kulipa shilingi bilioni 1 za Kitanzania ili aweze kuondoka. Na yeye akisema kwamba hataweza kulipa kiasi hicho cha pesa kwa sababu tangu ameingia katika lebo hiyo hajawahi kutengeneza hata nusu ya pesa hiyo ambayo anatakiwa alipe ili kuondoka. Lakini pia vile vile akawaomba Watanzania kwamba wamchangie kiasi chochote kile ili mradi aweze kuondoka katika lebo hiyo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba imeibua maswali mengi sana na mijadala mingi sana kwenye huko mitandaoni, katika mitandao ya kijamii. Na Lukamba Official aliyekuwa mpiga picha wa Diamond Platnumz ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kwenye Insta story yake kwamba natamani kujua tangu mdogo wangu Ibra alivyoomba msaada kafanikiwa kwa kiasi gani, maana naona baadhi ya watu wanatumia kama kichekesho hali ya kuwa dogo anapitia magumu, ila hii dunia ina unafiki mwingi sana, sijui kwa nini. Anguko la mtu siku hizi ni furaha kwa walimwengu, ila binadamu wanajisahau sana. Anaendelea kusema kwamba wadogo zangu, kazeni msuli, kaza roho mpaka pumzi ya mwisho. Hakuna mwenye huruma kwenye hii dunia, mtajidhalilisha bure. Kikubwa una kipaji, una nguvu, amini kwenye uwezo wako. Usiogope shida kaumbiwa binadamu. Usisahau kusali, sali sana, Mungu yupo na wewe, ambayo aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na imezua mijadala mingi sana kupitia mitandao ya kijamii kwamba huenda ikawa sio hivyo, ikawa sio kweli, ikawa sio kwamba Ibra anahitaji kuondoka kwenye lebo ya Konde Gang. Inawezekana ikawa ni kiki, labda pengine kwa sababu ya kuendelea kujiweka vizuri kwenye tasnia ya muziki, ama pengine kuendelea kupromote wimbo wake mpya uendelee kwenda zaidi. Tunafahamu jinsi ambavyo Konde Boy alivyoishi vizuri na Ibra, na pengine tuseme ni kama mtu na mtoto wake. The way ambavyo Konde Boy alivyokuwa akimtengenezea mazingira Ibra, akipambana naye, akimuonesha njia mbalimbali za kutoka katika muziki. Lakini haya yaliyotokea leo ni kweli kwamba Konde Boy anaweza kumfanyia hivi Ibra. Ni swala ambalo linazua mijadala sana na linazua maswali mengi kweli kweli kwamba hilo jambo linawezekana ama vipi. So tukirudi kuni hili ambalo Lukamba amejaribu kulizungumzia hapa. Lukamba amezungumza kwamba watu wanalichukulia kama vichekesho swala hili ambalo Ibra amelizungumza, na wakati mtu anapitia magumu, ukweli wa jambo ambalo anapitia Ibra analo yeye mwenyewe. Inawezekana ni kweli kwamba anapitia magumu, lakini pia vile vile inawezekana ni kiki kama vile watu ambavyo wanasema kwamba inawezekana ni kiki. Hatujasikia neno lolote kutoka kwa Konde Boy, hatujasikia neno lolote. Na tunafahamu kwamba kipindi ambacho Konde Boy yuko WCB alipitia magumu, alipitia changamoto kadhaa za kutoka kule kwenye label ya WCB, na akitakiwa kulipa shilingi zaidi ya milioni 500, ni milioni 700 hivi. Lakini yeye alilalamika sana kwamba anaonewa na nini, so amesahau yale machungu ambayo aliyapitia akiwa WCB, na mpaka leo anaamua kuyasema haya kwamba dogo alipe bilioni 1. So ni maswali mengi ambayo yanakuwa tunajiuliza kichwani kwamba jambo hilo linawezekana vipi, kwamba Konde Boy alifanya wakati anajua kwamba yeye sehemu ambapo alipotokea, anajua kwamba yeye pia alitozwa pesa nyingi kwa ajili ya kutoka kwenye label. So machungu hayo anayajua. Why amlipishe bilioni 1 kijana wake Ibra kupitia Konde Gang? So hayo ni mambo kadhaa ambayo tumejaribu kujadili na tunajaribu kuyaangalia kwa karibu zaidi kwamba Konde Boy atasemaje katika hili. Tunafahamu kwamba Konde Boy sasa hivi kuna penzi jipya, labda pengine kwa busy sana kwa ajili ya penzi lake jipya, sio penzi lake jipya, kurudiana na Kajala. So tunajaribu kusubiri kwamba majibu ya Konde Boy yatakuwaje. Harmonize unalijibu vipi hili, na pengine tunahitaji tufanye hata interview na Konde ili tuweze kupata majibu ya kile ambacho kinachozungumzwa huko mitandaoni kuhusiana na Ibra kutaka kutoka Konde Gang worldwide. So haya ni machache ambayo nimejaribu kushare na ninyi. Mimi ni Mswahili na hii ni Afro Media. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.